Kwa majina yangu mimi ninaitwa Matthew Itungulu. Marehemu au mtoto aliyeuawa hapo, huyo ni mtoto wa kaka yangu. Hivyo basi tunayo huzuni kubwa kwa sababu kijana huyu ilisemekana kwamba alikuwa yuko kwenye majukumu yake tu ya kawaida, lakini baadaye aliweza kushuka kwenda kwenye maeneo ya kunywea pombe. Sasa hivyo walivyoendelea kule na mwenzie walikuwa kidaiana shilingi 2,000. Yaani shida ni shilingi 2,000. 2,000 hiyo kijana huyo inasemekana kwamba huyu kijana alikuwa anadaiwa. Lakini baada ya hapo yaliyokuja kutokea haikuweza kufahamika. Huyu mwenzie ndo akaja akachukua fimbo akawa amempiga mwenzake kwa kumpiga kwa sababu alidaiwa hiyo shilingi 2,000. Lakini rai yangu ni kwamba hawa watoto ni wetu na sisi ndio wazazi. Basi serikali tusaidie. Tunapiga kelele mno juu ya hili hapa. Angalau basi serikali iweze kutenga maeneo husika kama ni ya starehe ambazo wanazihitaji. Angalau tu serikali chukue jukumu la kutenga hilo eneo, kwa sababu ile eneo likiwekwa hivyo haitokuwa na usiri kama huo, kwa sababu tayari huyu kijana alikuwa na uwezo wa kuweza kupata msaada walau angalau kule huduma ya kwanza kulingana na ule siri uliofanyika baina ya familia mtoto wetu alikopigiwa. Familia hiyo ilichukua majukumu ya kuanza kukabili zoezi la wao kama wao bila kufahamisha familia ya marehemu. Walianza kuchukua jukumu lao na kuanza kumpeleka hospitalini, hali ya kuwa kwamba na nyumbani hapo ni karibu. Tunaomba sasa kwa sababu hiyo serikali ipate kuchukua hatua kwamba ya kuangalia usiri huu utakuja tumalizie watoto wetu. Tunaomba sana jamani, mtusaidie serikali, na serikali ichukue mkondo wake kabisa, ifanye juu chini apatikane huyu, ili kusudi basi na yeye aingie kwenye hicho alichokitenda. Basi serikali itajua nini inamfanya. Mimi kwangu ni hayo, na hivyo tunaiomba tu serikali zaidi itusaidie iweze kumkamata huyo, angalau na sisi mioyo yetu basi itulie angalau kidogo, tuone haki imetendeka, na iamini serikali ambayo inaongozwa na Mama Samia ambaye ni rais wetu inisikivu na inasikia, itafanya hayo. Mimi naomba tu hilo, sina mengi ya kuongelea, lakini moyoni tunao majonzi makubwa sana. Asanteni. Kwa majina anaitwa Joseph Shabani Itungulu. Anaitwa Joshua Joseph Itungulu. Kwa matukio kama haya, naiomba serikali iweze kuliangalia hili jambo, kwa sababu nimetendewa sio kweli. Sio mimi tu, hata wananchi. Nashukuru sana hata kwa wananchi kwa kutusaidia familia ya Itungulu. Kwa hiyo ningeomba haya matendo ili iweze serikali kulikabili hili jambo, mauaji kwa kutumia silaha za marungu. Jina naitwa James John Mteti, ni mkazi wa kijiji cha Kipumbuiko, ni muumini wa kanisa Katoliki katika kijiji hiki cha Kipumbuiko. Tuna majonzi na tunasikitika kwa kumpoteza kijana mwenzetu kutokana na changamoto ya kupigana na mwenzake, kutokana na changamoto ya ulevi. Kwa hiyo sisi kama vijana tunaomba serikali ichukue manani juu ya jambo hili, kutokana na tabia kama hizi zinakuwa sio nzuri na zionyeshi uadilifu katika jamii. Kwa hiyo tunaomba serikali livalie njuga, iendelee na upelelezi kuhusu changamoto inayojitokeza kama hii na kudhibiti ulevi kwa vijana na makundi mbalimbali yasiyokuwa ya msingi yenye kuchochea na kuondoa amani katika taifa letu. Basi mimi nifike mwisho. Salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina anaitwa Rosemel Sweetbet, ni mtendaji kijiji cha Kipumbuiko. Nimepokea taarifa hii kwa huzuni sana na masikitiko makubwa, kwani wakati tukio hili likitokea nilikuwepo, lakini sikuweza kupata taarifa yoyote kuhusiana na jambo hili mpaka ilipotokea umauti wa kumfika kijana huyu Joshua. Rai yangu kwa wananchi wa Kipumbuiko, naomba tushirikiane na uongozi pindi inapotokea changamoto, basi tuweze kutoa taarifa ili tuweze kutatua changamoto hiyo kwa wakati. Naiomba sana serikali kushirikiana na jeshi la polisi, tuweze kushikamana
pamoja na wananchi wa kijiji cha Kipumbuiko na jamii kwa ujumla tuweze kuzuia mauaji na ukatili ambao unatokea katika jamii yetu. Tuweze kuwafunza vijana namna ya kushikamana na kushiriki katika matukio ambayo ni mazuri na sio matukio mabaya ya kuuana kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu ili tuweze kusonga mbele. Nashukuru sana Jeshi la Polisi la Ikungi kwa kuweza kutushika mkono pamoja na uongozi mzima, ofisi ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa pamoja na diwani wa kata ya Kidung'unyi kwa kuweza kuungana na sisi katika tukio hili na kuweza kutuunga mkono mpaka pale ambapo tumeweza kumpumzisha kijana huyu. Tunaomba tuendelee kushikamana kwa ajili ya kumtafuta aliyefanya tukio hili ili aweze kuwajibishwa kutokana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuru. Tunaomba ushirikiano wenu. Asante.